Leo tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, Mungu ameniwezesha tena kwa mara nyingine kunipa kibali cha kuja kuchukua fomu ya kutiania kugombea nafasi ya ubunge kwa awamu nyingine, kwa maana ya miaka mitano mingine katika jimbo la Kishapu. Nimekuwa mbunge kwa miaka mitano katika jimbo hili la Kishapu. Nimefanya makubwa, nimeacha alama kubwa. Sekta ya maji kutoka 20% mpaka sasa tuko zaidi ya 65% ya upatikanaji wa maji katika jimbo letu. Barabara kutoka kilomita 675 mpaka 1100, lakini shule za sekondari zote tumezimarisha kwa kupunguza kwa 120% pungufu wa madarasa na madawati na kubwa ya usimamizi wa miradi ya maendeleo kutoka halmashauri inapata hati za mashaka, ukusanyaji wa mapato kutoka bilioni 1.7 na bilioni 3.4, lakini tumeimarisha sana masuala ya mawasiliano kutoka minara 7 mpaka sasa tuna minara 27 katika wilaya yetu. Tumefanya mambo makubwa. Sekta hii ya maji ndio ilikuwa kero kubwa sana katika wilaya yetu ya Kishapu. Sasa tunataka tufanye kazi, tuwatumikie Watanzania waishio Kishapu miaka mitano inayokuja, lakini mkakati mkubwa ni kuhakikisha ajenda ya maji sasa kwenye awamu hii ya pili ya uongozi wangu nitakaporudi ndio inakuwa ajenda kubwa na ajenda mama, ili tuhakikishe kata takribani 9 ambazo bado zina changamoto ya maji tuende kuzikomboa. Kata hizi iko kata ya Mondo yenyewe, iko kata ya Mwasubi, iko kata ya Bunambiu kidogo katika kijiji kimoja, ama vijiji viko kijiji kimoja ambacho bado kina tabu, lakini bado kuna kata ya Kiroleli, kuna kata ya Ngofila, kuna kata ya Mwamalasa, kuna kata ya Somagedi. Hizi kata sasa tunataka tukaanze nazo kwa kasi kubwa na ari ya kutosha, ili tuhakikishe tunawakomboa wananchi, na nataka niseme hicho ndio kitakuwa kipaumbele kikubwa. Miaka mitano iliyopita tulikuwa tunahangaika sana na maeneo mengi yote, inabidi tuyabebe kwa pamoja: sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya maji, barabara. Tunataka sasa hivi awamu hii inayofuata, kwa sababu tumepunguza sana changamoto katika sekta hizi zingine, sasa tukaanze kwa kasi kubwa katika sekta ya maji. Sanjari na sekta zingine tutakuwa tunagusa kidogo, lakini nguvu kubwa itakuwa ni kwenye sekta ya maji, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kata hizi ambazo zimebaki tunazikomboa. Na haya ni maji ya Ziwa Victoria, lakini na visima virefu. Nashukuru sana na kuipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka mitano. Imetoa ushirikiano mkubwa sana kwangu mimi mwenyewe. Binafsi mama amenisikiliza mara nyingi sana juu ya changamoto za wananchi. Amenipa fedha nyingi sana ambazo tumekwenda vizuri. Kumbozi ni mkubwa sana katika sekta nyingi za kimaendeleo zinazohudumia jamii yetu ya Kishapu. Sasa ni kama zimekombolewa pakubwa. Tunamtakia heri mama yetu, rais wetu mpendwa, katika uchaguzi unaokuja. Ashinde kwa kishindo, chama kishinde kwa kishindo, bunge lakini diwani, ili tuendelee kuwaletea maendeleo wananchi. Tumeweka historia kubwa sana chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka mitano ya uongozi wake miradi mikubwa imefanyika, na ni almost tumekuwa naye katika miaka minne, kwa sababu ameshika hatamu kuanzia mwaka 2021. Amefanya kazi kubwa na miradi mikubwa imetekelezwa ya mabilioni ya maji, ya barabara, ya shule, kuboresha mazingira ya shule zetu. Kwa hiyo maeneo makubwa sana yamewekwa vizuri na serikali pendwa ya Chama cha Mapinduzi chini ya jemedari mkubwa na mama mzalendo namba 1 Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi nataka niwaambie Watanzania na hasa waishio Kishapu waniombee, kwa sababu dhamira yangu ni kuwaondoa Watanzania waishio Kishapu katika mazingira magumu na sasa kuwapeleka katika mazingira mazuri. Kuifikia nje ahadi yataka sana mapambano makubwa. Tunahitaji tufike nchi hiyo ili tupate maziwa na asali kwa urahisi, lakini silaha kubwa tumtangulize Mwenyezi Mungu, na naamini ndio yule tuliyeanza naye na tumemaliza naye miaka mitano. Sasa tunataka tuanze naye tena miaka mitano na tumalize naye miaka mitano ya mbele.
Asanteni sana, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kishapu. Asante sana.